kwa sababu anataka kuona nchi yake ikiwa kwenye mikono ya watu ambao watajenga uchumi wa nchi yetu, wataiendeleza nchi hii iende mbele. Kila mmoja wetu kama Mtanzania afurahie. Leo nchi hii iko kwenye mikono ya kikundi cha watu wachache sana, wanaolindwa na polisi na vyombo vyetu vya dola. Wanaiba kulia kushoto, wanagawa nchi yetu kama nchi ambayo haina mwenyewe. Tukiulizana hapa, kwa nini tulidai uhuru wa nchi yetu? Madai ya uhuru wa nchi yetu yalikuwa yapi? Ni ili nchi iwe mikononi mwetu, tuiongoze, tutumie rasilimali za nchi yetu katika kujenga maisha yetu. Lakini ndugu zangu, miaka 63 baada ya uhuru, watu wetu ni maskini. Nilikuwa naisoma Korea, Dr. Slaa. Korea Kusini na Korea Kaskazini walipigana vita mwaka 55. Walikufa watu zaidi ya milioni 6. Miundombinu yote, viwanda, barabara, reli ziliharibika. Watu wakawa maskini mpaka wengine wakawa nakula udongo na matawi ya miti na mizizi. Leo tunaiangalia Korea. Mtu yoyote ukiwa na simu ya Samsung inatengenezwa Korea. Ukiwa na TV ya Samsung inatengenezwa Korea. Ukiwa na friji ya Samsung AC, ukiona gari inaitwa Hyundai inatengenezwa Korea. Ukiona meli zinatengenezwa Korea. Mwaka 55 wamekuja, mwaka 61 sisi tunapata uhuru, tuna uchumi mkubwa kuliko Korea iliyotoka kwenye vita miaka 5 iliyopita. Ilikuwa inapokea mikopo ya USAID. Leo kipato cha mtu wa Korea wa kawaida, per capita income, ni dola 55,000 kwa mwaka, milioni 148 kwa mwaka. Yani kila Mkorea, kila mwisho wa mwezi, kila mwisho wa mwaka ana kipato cha milioni 148. Askari yule akifanya kazi miaka 10 hana milioni 148. Mimi nilikuwa mbunge, kamanda. Mshahara wa mbunge milioni 12. Wewe milioni 12, hiyo ni miaka 3 unafanya kazi. Mimi nilikuwa nalipwa mwezi mmoja. Tuko kwenye matatizo. Na kwa sababu tuko kwenye matatizo, tuna sababu za pamoja za kutafakari namna ya kuondoa hayo matatizo. Bila kujali wewe ni askari, bila kujali wewe ni CCM, bila kujali wewe ni mwalimu, kwa sababu tuko kwenye matatizo. Tunaongozwa na watu wanaopiga nchi yetu mnada. Kila siku mnasikia reli imepewa Mchina. Uongo kweli? Si Tanzania inapita hapa? Kakabidhiwa Mchina kwa miaka 27. Bandari amepewa Dubai milele mpaka Mungu atakaporudi. Ndio mkataba unavyosema. Dubai mwaka 61 Dubai walikuwa watu 70,000 nchi nzima. Dubai ni jangwani, walikuwa wanatembea wanaokota tende, nomadic life, wanaokota tende jangwani. Mwaka 61 si tunapata uhuru, tuna chuo kikuu. Dubai haina hata shule. Leo Dubai ina watu milioni 3. Wakazi wa Dubai, kuacha watu wanaoenda wengine, wako milioni 3. Dubai iko dunia ya kwanza. Pipa lao la mafuta la kwanza wamegundua mwaka 69. Haya, wanaweza kusema wana mafuta. Mafuta ni sawa na gesi. Tanzania ina gesi futi za ujazo trilioni 54.5. Leo Dubai iko dunia ya kwanza, wako milioni 3. Eti Dubai ndio wamekabidhiwa bandari zetu kuendesha. Sisi watu milioni 63 hatuna akili ya kuendesha bandari. Dubai watu milioni 3 wa Arabu wamepewa waendeshe bandari. Mwalimu Nyerere alijenga basic industries za kuinua uchumi wa nchi yetu. Hakuna nchi inayoweza kuajiri watu wake bila kuwa na viwanda vya kawaida vya mwanzo. Viwanda vikubwa kama automobile, hivyo vya kujenga magari, vya kujenga silaha kubwa, vya kujenga mambo makubwa, hivyo tunaweza tusiwe nao. Lakini basic industries, vya kutengeneza syringe,
sindano, maji ya kuongezea dripu, toothpick, karatasi, ZZK Mbeya mnakumbuka, viwanda vya kuchukua vya kutengeneza mablanketi, pamba yenu ilimwe, iingizwe kwenye jineri, itolewe blanketi, viwanda vya kutengeneza tomato sauce, viwanda vya kuchakata maziwa. Hizo zinaitwa basic industries, ndio zina uwezo wa kuabsorb nafasi kubwa ya ajira ya watu. Ukiwa na viwanda hivyo huwezi kulia kuhusu ajira, kwa sababu kiwandani, ndugu zangu, ndipo anapoajiriwa msomi mkubwa zaidi mwenye degree engineer, na mtu asiyekuwa na elimu kabisa, huyo anapata kazi kiwandani, kwa sababu engineer atakuwa anafanya kiwandani, mwenye elimu ya kati kiwandani, yule technician kiwandani, fundi umeme kiwandani, na mama ntilia anayeuza atakuwa pale anawauzia wanaofanya kazi kiwandani chakula, ili na wao wapate chakula pale. Na mbeba mizigo atakuwa pale ili apakie mzigo kwenye lori lililofuata mablanketi kiwandani. Kwa hiyo kiwandani ndio kila kitu kinaajiriwa. Tuko wapi leo? Miaka 61 baadaye tumerudi nyuma. Viwanda vya pamba vimekufa. Viwanda vya kila kitu vimekufa. ZZK Mbeya imekufa. Mwalimu aliiweka hapa ZZK kwa sababu hili eneo lenu ni eneo la kilimo, ili mpate pembejeo za kilimo. Sasa twende taratibu, niwaeleweshe kwamba tuna watu wa aina gani kwenye nchi hii, na baadaye mniambie kama wanahitaji kuongoza nchi hii hata kwa siku 2 baadaye. Iko hivi, nianze na watu wa Njombe. Nyie, mkoa wenu wa Njombe una ukubwa wa kilomita za mraba 21,347. Nchi ya Israeli ina ukubwa wa kilomita za mraba 44,000. Kwa hiyo imewashinda Njombe kwa kilomita za mraba 21,000. Yaani ukiunganisha Njombe mara 2 ina ukubwa sawasawa na Israeli. Israeli ni jangwani. Ndio nchi inayoongoza kwa kutoa matunda, parachichi, sui nini duniani. Jangwa. Ukienda nchi kama Uholanzi ina kilomita za mraba 48,000. Mkoa wa Mbeya una kilomita za mraba 62,000. Mbeya ni kubwa kuliko Uholanzi tunayoomba msaada sisi, saidia mzee, saidia mzee. Mungu amewajalia watu wa Njombe. Hapo kwenu Rudewa kuna chuma. Nasema uongo? Pale Mchuchuma na Liganga. Na akawawekea makaa ya mawe pale pale ya kutengeneza umeme wa kuchakata kile chuma. Na akaweka mchanga wa kusafisha kile chuma, akauweka hapa Iringa. Si kama mnaelewa hilo jambo? Mungu huyu akawapa Kituro, garden ya dunia ambayo maua yake amepanda yeye mwenyewe ya kila rangi unazozijua. Akawapa ardhi ya kulima pale Makete ya kulima ngano. Mungu huyu akawapa nyie nguvu za kupanda miti ambayo inaweza kutengeneza furniture, inaweza kutengeneza mbao za kila aina. Mungu akawawekea hapo. Akawapa nafasi ya kulima viazi. Sasa leo tungekuwa na serikali yenye watu wenye akili, cha kwanza, na nilisema hili bungeni, nendeni kwenye YouTube muangalie, wakati tunaanza kujenga bwawa la Mwalimu Nyerere na hii SGR, nilisema bungeni nikiwa waziri wa nishati na madini kivuli, nikawaambia Mheshimiwa Rais, tusianze kujenga miradi hii kabla ya kwanza ya kuwa na chuma chetu. Maana yake ni nini kiuchumi? Kwamba pale Mchuchuma na Liganga panahitaji uwekezaji wa dola za Kimarekani bilioni 3 sawa sawa na trilioni 7.3 za Kitanzania, trilioni 7.8. Unajenga kiwanda chako pale. Ukisha jenga kiwanda chako cha chuma pale, ukaanza kuzalisha chuma, unawaleta wale Waarabu contractors, unawaambia tunawapa kazi ya kujenga bwawa la Mwalimu Nyerere, na wale wengine unawaleta unawaambia tunawapa kazi ya kujenga reli ya SGR. Ukisha wapa ile kazi, unawaambia chuma chote utanunua hapa. Unampa pesa kwa mkono huu,
unaichukua kwa mkono huu. Bolt, nati, misumari, kila kitu kingenunuliwa wapi? Hapa. Ukisoma takwimu za serikali mwaka jana, mwaka juzi, mwaka uliopita, mwaka jana peke yake, kwa mujibu wa ripoti ya BOT, serikali yetu imeagiza chuma kutoka nje cha dola za Kimarekani bilioni 1.2.